السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد خاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين، أما بعد. أيها المشاهدون الكرام، ndugu wapenzi watazamaji, hii ni sehemu yetu ya tatu ya darsa ya usulul fiqhi katika kitabu cha Imta'ul Uqul bi Rawdatil Usul al-Juz'ul Awwal, ta'alifu Abdul Qadir ibn Shaybah al-Hamdi al-Ustadh bi Kulliyati ash-Shari'ah واللغة العربية بالرياض. Kitabu hiki kilipoitwa Imta'ul Uqul ni punzisho la akili au starehe ya akili katika uwanja wa usul. Tunasoma juzu ya kwanza, utunzi wa Abdul Qadir ibn Shaybah al-Hamdi, na huyu ni mkufunzi katika chuo kikuu kitivu cha sheria na kitivu cha lugha ya Kiarabu katika mji wa Riyadh, nchi ya Saudia. Tulifanya darsa sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Leo ni sehemu yetu ya tatu. Katika sehemu ya tatu ya darsa tutasoma aqsamul hukmi taklifi, mgawanyo wa hukumu taklifi. Na huko mwanzo tuliona hukumu za kisheria zimegawanyika kwenda katika mafungu mawili. Fungu la kwanza taklifiyu na fungu la pili wadhiyu. Yani kuna hukumu taklifiyu na kuna hukumu wadhiyu. Sasa leo tutatazama aqsamul hukmi taklifi, mgawanyo wa hukumu taklifi. ينقسم الحكم التكليفي إلى 5 أقسام. حكم التكليفي inagawanyika au zinagawanyika kwenda katika mafungu matano. ينقسم الحكم التكليفي إلى 5 أقسام. Hukumu taklifi zinagawanyika kwenda katika mafungu matano, au hukumu taklifi inagawanyika kwenda katika mafungu matano, na hiyo ndio sahihi. Wahia, nayo hayo mafungu matano: alwajibu walmandubu walharam walmakruhu walmubahu. Ya kwanza ni wajibu, ya pili ni mandubu, na ya tatu ni haram, na ya nne ni makruhu, na ya tano ni mubah. Hivyo ndivyo vigawanyo vya hukumu at-taklif. Wa wajhu al-hasr fi hadhihi al-aqsam, na sababu ya kudhibiti katika vigawanyo hivi, anna kalimata iqtidha, ni kwamba neno iqtidha lililotumika kwenye taarif, maanaha talab, maana yake ni takwa. Pakishasemwa iqtidha, maana yake ni talab, yani ni amri inayokutaka wewe utekeleze, au ni katazo linalokutaka wewe uache. Ndio maana ya iqtidha. Fa in kana talabu lilfi'li jazima, ikiwa takwa limekuja kwenye nasu kwa ajili ya kumtaka mtu afanye tendo kwa njia ya mkato, fa huwa alwajibu, basi takwa hilo itakuwa ni wajibu. Wa in kana ghairu jazim, na ikiwa takwa linamtaka mtu afanye tendo kwa njia isiyokuwa ya mkato, fa huwa almandubu, basi hiyo itakuwa ni mandubu. Ukiona imekuja nasu inayokuambia wewe ufanye jambo lakini si kwa njia ya mkato, si kwa njia ya lazima, basi hiyo itakuwa ni mandubu hiyo. Wa in kana talabu litarki jaziman, na ikiwa takwa limekuja kwenye nasu linakutaka wewe uache jambo kwa njia ya mkato, fa huwa alharam, basi
jambo hilo unalokatazwa itakuwa ni haramu. Wa in kana ghairu jazim, na ikiwa takwa limekuja kukutaka wewe ufanye jambo kwa njia isiyokuwa ya mkato, fahuwa almakruhu, basi hiyo itakuwa ni makruhu. Wa in kana alkhitabu litakhyiri, na ikiwa khitabu imekuja kukhiarisha jambo, unaweza ukafanya au unaweza ukaacha na usilaumiwe, fahuwa almubahu, basi hiyo itakuwa ni mubaha. Baada ya kuwa tumeelezea aqsamul hukmi taklifi, tuangalie sasa moja baada ya nyingine katika vigawanyo hivi vitano, na tutaanza na alwajib. Alwajibu ni nini? Taarifuhu, kielelezo chake, huwa lughatul lazim, nayo ni lugha ya kitu chenye kulazimu. Pakisemwa alwajib, taarifuhu, kielelezo chake, huwa lughatul lazim, nayo ni lugha ya kitu chenye kulazimu. Kama yutlaqu ala saqiti, kama ambavyo neno hili linaweza kuachiliwa likawa na maana ya chenye kuporomoka. Wa fil istilahi, na katika makubaliano ya wanawachuoni wa usulul fiqhi juu ya hili neno alwajib, wao wameliarifisha wakasema, huwa ma tawaada bil iqabi ala tarkihi, nalo ni lile jambo ambalo mtu amekemewa kwa adhabu juu ya kuliacha. Yani ukiacha jambo fulani utaadhibiwa, ndio wajibu. Waqila, na imesemwa, huwa ma yudhammu tarikuhu shar'an, alwajibu nalo ni lile jambo ambalo hulaumiwa mwenye kuliacha kisheria. Wa hadha huwa almukhtaru, na hii ndiyo taarifu iliyochaguliwa. Lisalamatihi min al-i'tiradi, kwa kusalimika kwake kutokana na vipingamizi. Haijaingiliwa na vipingamizi, hakuna mgongano katika taarifu hii. Wa mithalu alwajib, na mfano wa wajibu wameeleza as-salawatul khamsu wa saumu Ramadhan. Mfano wa wajibu ni swala 5 na funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huo ndio mfano wa wajibu. Sasa tutazame, hal min farqi baina alfardhi walwajib, je, kuna tofauti baina ya faradhi na wajib? Ikhtalafa alulama fi hadha, wamekhtalafiana wanawachuoni katika hili. Fadhahaba Shafi'i, akenda zake Imamu Shafi'i kwa fatwa, wa Ahmadu fi ihda riwayatain, na Imamu Ahmad katika moja ya riwaya mbili. Pakisemwa wa Ahmadu fi ihda riwayatain, na Imamu Ahmad katika moja ya riwaya mbili, ina maana riwaya moja anaunga mkono upande mwingine, na riwaya nyingine anakwenda kinyume na kile alichokiungia mkono katika upande ule mwingine. Wamekwenda katika kusema nini? Ila annahu la farqa baina alfardhi walwajib, katika kusema kuwa hakuna tofauti baina ya faradhi na wajib, na akatoa sababu, li anna ta'rifahuma wahid, kwa kuwa taarifu zake ni moja. Taarifu ya faradhi ndio taarifu ya wajib. Hii ni kauli ya Imamu Shafi'i na Imamu Ahmad fi ihda riwayatain, katika moja ya riwaya zake mbili. Wa dhahaba Abu Hanifa, na akaenda Imamu Abu Hanifa, wa Ahmadu fi riwayati al-ukhra, na Imamu Ahmadi katika riwaya nyingine, ila annahuma muftariqani, katika kusema kuwa maneno hayo mawili ni yenye kutofautiana. Wa anna al-fardha akidu min al-wajib, na wakasema ya kwamba faradhi ni yenye nguvu zaidi kuliko wajibu. Wa arafa ala hadha al-fardhi, na wakaitolea taarifu faradhi hii, bi annahu ma thabata bidalilin qat'i, ni lile jambo ambalo limethibiti kwa dalili ya mkato, la shubhata fihi, hakuna shubha ndani yake. Dalili ya mkato ni zile ahadith mutawatira,
au aya kutoka katika Qur'an, jambo ambalo limethibiti kwa aya au kwa hadithi ambayo ni mutawatira, hilo ni qat'i. Lakini kuna wengine wakasema zile hadithi sahihi zinazopatikana katika Bukhari na Muslim zikielezea jambo pia linakuwa ni qat'i, wakenda hivyo kama tutakavyoona katika milango yake. Kwa hiyo wakaarifisha neno faradhi bi annahu ma thabata bidalilin qat'i, ni lile jambo ambalo limethibiti kwa dalili ya mkato, la shubhata fihi, hakuna shubha ndani yake, halikuthibiti kwa dalilu dhanni. Wa anna alwajiba, na wakasema kwamba wajibu ma thabata bidalili dhanni fihi shubha, ni lile jambo ambalo limethibiti kwa dalilu dhanni, ndani yake kuna shubha, kwa sababu dalilu dhanni inapokuja lazima wewe utawakaf kwa ajili ya kutafuta dalili na uhakika wake. Wa hadha huwa almukhtaru, na hii kauli ya pili ndio kauli iliyochaguliwa. Lianna maana alfardhi fi lugha, kwa kuwa maana ya neno faradhi katika lugha aqwa min maana alwajib, lina nguvu zaidi kuliko maana ya neno wajib. Idhi alfardhu, kwa kuwa neno alfardhu maana yake alhazzu, ni uamuzi, walqat'u, na kukata shauri, walwujubu, na neno ujubu maana yake asukutu, ni kuporomoka. Kwa hiyo utaona neno alwajibu lina nguvu zaidi kwa sababu ni uamuzi na kukata shauri. Waqad inaqada alijma' ala inqisami ad-dalil